changamoto ambazo wanapitia wasichana viziwi, hasa kipindi wanapoanza ukuaji, kipindi cha balee, ambapo nikisema nisije haraka moja itakuwa ni ukosefu wa taarifa. Ya kwanza ni ukosefu wa taarifa sahihi kuhusiana na hedhi. Ya pili ni kukosa mawasiliano baina yao binafsi, pili baina ya wazazi wao nyumbani, kwa sababu hawajui ile alama ya mawasiliano na watoto wao. Lakini ya tatu ni mawasiliano baina ya walimu wako bize, wanakosa muda wa kuwasiliana na wanafunzi. Lakini changamoto ya tatu ni ukosefu wa vifaa sahihi vya kutumia kipindi cha hedhi. Kupitia hizo changamoto ambazo wanapitia, sisi kama Msichana Imara Foundation tukishirikiana na ITEL Tanzania tukaja na mradi ambao utawasaidia hao wasichana viziwi kupata taarifa sahihi na kupata vifaa sahihi vya kutumia kipindi cha hedhi. Kwa changamoto hizo tulikuja na suluhu mbili kuu ambazo tutaenda kuzitekeleza katika mradi huu. Mradi huu utahusisha wanafunzi 300, wasichana viziwi 300 katika shule tatu za mjini Arusha. Hizo shule zote zitakuwa ni shule maalum ambazo zitahusisha wasichana viziwi. Katika kuchagua au shule, najua kuna maswali mengi hapo sana, tutachagua kulingana na uhitaji wa shule, lakini pia na uhitaji wa wanafunzi. Kwenye suluhisho yetu, naomba niendelee kuelezea. Suluhisho ya kwanza itakuwa ni kutoa elimu ya hedhi salama kwa wasichana viziwi 300. Na elimu hii itatolewa kwa kutumia lugha ya alama. Kwa nini lugha ya alama? Kwa sababu ndio lugha mama ambao wasichana hawa viziwi wanaitumia. Na ndio kwa sababu wao wanajifunza kwa kutumia, kwa kuona. Kwa lugha ya alama kwa lugha rahisi na ni mama kwa mawasiliano. Kwa hiyo tutatoa mafunzo ya hedhi salama kwa lugha ya alama. Na kwenye mafunzo haya tutakuwa na mada tofauti. Mada ya kwanza kabisa tutaanza na mada ya wasichana viziwi wanapata changamoto kubwa. Wasichana wana changamoto, lakini inapokuja kwamba ana ulemavu, kuna changamoto zinaongezeka zaidi. Na kuna mashirika mengi nadhani tunajua yanafanya kazi tofauti, lakini tumekuta kwamba kuna watu wengi wanawaacha wasichana nyuma. Na ndio maana kwa kushirikiana na ITEL tunasema tunataka kuwaingiza wasichana katika programu yetu. Nina miaka takriban karibia 10 katika uzoefu nilionao kuwafundisha watoto viziwi au wasichana viziwi na wale wavulana. Lakini katika kudili na watoto nikaja nikagundua watoto wa kike pamoja na changamoto yao ya uziwi kama hawasikii na hawaongei. Wanapofika kipindi kile ambacho ni kipindi cha hedhi, wanapata shida kubwa kwa sababu mawasiliano ya watoto hawa wanatumia lugha ya alama. Na lugha ya alama ni lugha ambayo mara nyingi anakutana nayo shuleni. Nyumbani kule anapokaa, anakaa na mzazi, baba, mama, watoto walioko kwenye familia hawajui lugha ya alama. Njiani anakopita, wanapanda daladala, wanakutana na jamii ambao hawajui lugha ya alama. Kwa hiyo ikija wakati wa hedhi, imefika ule umri wa kukua, anapata shida, anapata changamoto. Na mimi hapa pekee kufika kipindi cha hedhi nilipata changamoto kubwa sana, kwa sababu nilikuwa sina vifaa. Kwa hiyo niliona kama ni kitu cha ajabu sana kimetokea katika maisha yangu. Nikaenda kwa mzazi kumpa taarifa, bado hatujaelewana kwa sababu ya lugha. Katika dhana yetu ya kufundisha kwa jamii, basi tuangalie pia kwenye kundi la watu wenye uhitaji maalum. Na ndio maana tunaona fursa ya sisi kushirikiana na Msichana Imara ili kwenda kuwawezesha wasichana viziwi. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.